بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji na ambao wanaotufuata katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli, na tunaendelea na kuzungumzia mambo ambayo yanaharibu Ramadhani au yanaharibu funga ya mtu. Tulikuwa tumeyazungumzia, kwanza tumeona ya kwanza ni chakula au chakunywa au kitu chochote kinachoingia tumboni kitoka nje. Kuna ufafanuzi wa wanaziona ambao nimeupenda sana wakati wa kuweka namna ya kuonyesha mambo ambayo yanaharibu saumu ya mtu, yanaharibu funga ya mtu, wakiyababanua katika aina mbili. Wakawasema ya kwanza ni mambo ambayo yanatoka ndani ya mtu yakija nje, na kuna mambo mengine yanaingia ndani. Yani kuna vitu vinaingia ndani vinaharibu saumu, kuna vitu vinatoka nje vinaharibu saumu. Tumezungumzia, lakini hii namna nilikuwa nataka niongee kwa sababu nimeipenda sana. Yani uzuri wake ni kuwa ukiisha fahamu kwamba kuna aina mbili za kuharibu saumu, funga ya mtu, hautosahau. Huwezi kusahau, na inakuwa ni nyepesi ya kuzitekeleza au ya kuzijua, ya kuyajua mambo ambayo yanaharibu kwa haraka, yani kwa uzuri. Ukisema kwamba ukianzia kwa yale yanayotoka ndani ya mwanadamu yakija nje, yenyewe utayajua. Tumeyazungumza. Tumesema damu za mwanamke za siku zake, hii damu itoka ndani mwake kuja nje. Damu ya uzazi kwa mwanamke na yenyewe inatoka ndani. Tumeyazungumzia manii, maji ya uzazi. Haya yenyewe yanatoka ndani ya kuja nje. Tumeizungumzia damu ya hijama. Hii damu ni kuitoa nje. Sasa haya mambo yanayotoka ndani ya mwanadamu yakiharibu saumu yake, ikitakiwa kwamba hii saumu atailipa siku zingine zijazo baada ya Ramadhani. Na tukazungumzia yale yanayoingia ndani ya mwanadamu toka nje, yanaingia ndani ya mwanadamu. Tukasema chakula, tukasema kinywaji, na tukasema sehemu amba kwamba kuna aina za kula mbili, za aina mbili. Kuna kula mtu akitumia mdomoni, chakula mtu au chakunywa cha mtu akipitisha mdomoni chikateremka mpaka tumboni. Kuna chakula au kinywaji mwanadamu anapitisha puani kinateremka tumboni, kama vile kuvuta sigara. Kuvuta sigara si mtu anavuta, anaingiza hapa, anatoa.
na yenyewe inaharibu saumu yake. Mtu akivuta sigara mchana wa Ramadhani na vinginevyo vinavyofanana sigara, vyote hivi kwanza kabisa haviruhusiwi kutumia ndani. Kawaida haviruhusiwi kutumia. Ni miongoni mwa ambavyo ya vitu ni haramu kufanya au kutumia. Lakini wengi katika wanadamu hawajui haya wala hawataki kukubali. Hata wakifundishwa hawataki kukubali. Lakini ni vibaya, hivi ni haramu. Haijuzu kuvuta sigara, haijuzu kuvuta shisha, haijuzu. Yani mambo haya yote yafanana haya si hayajuzu kufanya. Lakini hata mtu akiyatumia ndani ya mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, basi hiyo saumu yake imeshaharibika. Ameshavunja saumu yake. Hebu tazama, Mwenyezi Mungu atuongoze. Mtu kuvunja funga yake na kwa kutumia, yani ameivunja funga yake kwa kutumia mambo haruhusiwi kuyatumia. Umeiona hasara iliyoko? Umeiona hasara iliyoko ndugu yangu? Yani mtu anatumia jambo la haramu, analitumia kwa kuvunja saumu yake. Kawaida uvutaji wa sigara hauruhusiwi, ni haramu. Uvutaji wa shisha ni yenyewe hauruhusiwi, ni haramu. Sasa unakuta mchana wa Ramadhani mwanadamu amechukua sigareti, anachukua sigara mchana wa Ramadhani, anavunja saumu yake, wa'iyadhu billah. Yani ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vizuri mtu kuelewa haya mambo, kwa sababu kwa kweli haifai mwanadamu kutumia pesa yake, kutumia pesa zake, kutumia mikononi yake kwa kuharibu uhai wake. Ni vibaya sana. Alikataza Mwenyezi Mungu, usije ukafanyisha ukitumia midomo yako kujiondoa katika maisha ya duniani. Wala tamuddu aydiyakum ila al-tahluka, msije mkafanya mtukutumia mikono yenu kwa kujifisha katika kujifikisha katika hali ya kujisimamisha au ya kujiondoa katika dunia. Sasa mambo ambayo yanaharibu saumu ya mtu, kuna yanayotoka ndani yake na kuna yale ambayo yanaingia ndani yake. Ni mambo ya aina mbili. Tumeona yanayotoka ndani ya mwanadamu yakiharibu saumu yake, na tunaendelea kuyaona yale ambayo yanaingia yanaharibu saumu yake. Tumeona kwamba chakula chochote kinachoingia tumboni, kinywaji chote kinachoingia tumboni, hicho chote kinaharibu saumu ya mtu. Ukubwa wake na udogo wake, wingi wake na udogo wake na uchache wake. Unaona hata kwenye kutawadha, mtu kupata udhu, kuna kinachoitwa tamadhumadhu wal istinshaq. Naam, tunaendelea, yani natoka kwenye mapumziko tukiendelea kusema kwamba kuna mambo yanayoharibu saumu ya mtu yakitoka ndani na kwenda nje. Na kuna yani ndani yake, sio ndani ya nyumba, ndani yake, yanatoka ndani ya mwili yakienda nje, yakitoka nje ya mwili. Haya mambo yanaharibu nini?
yanaharibu saumu, na kuna mambo mengine yanatoka nje kuingia ndani ya mwanadamu, yani ndani ya mwili ya mwanadamu, na yenyewe ni kama vile chakula kuingia tumboni, maji, maziwa na vinginevyo. Yani vitumiaji mtu anavyotumia kwa kushiba au kukata kiu. Mambo unayotumia kukata kiu au kuondoa njaa, kuingiza tumboni, haya mambo yote minali muftirat au mufsidati saum, ni mambo ya kuiharibu saumu yake mwanadamu. Sasa haya yote tumeisha yaona, na tukaona mambo gani ambayo yanatoka ndani ya mwanadamu, na tukayaona yapi yanayoingia ndani ya tumbo ya mwanadamu. Haya yote yakawa ni miongoni mwa mambo yanayoharibu saumu ya mtu. Tumejaribu kuelezea aina tofauti ya mtu kufanya jambo hilo. Tumeelezea kwamba mtu yaweza kufanya jambo kwa kukalifishwa, yani watu wengine kutoka pembeni wanamkarifisha kufanya jambo hilo. Tumeona hata hukumu yake. Tumeona mambo mengine kwamba yaweza kayafanya kwa kusahau, kwa sababu mwanadamu ni msahaulifu sana. wa khuliqa al-insanu dha'ifa, ameumbwa mwanadamu katika hali ya kuwa ni dhaifu sana. Kwa hiyo mambo ya udhaifu yanatokea kwake, akawa aweza kafanya jambo linaharibu saumu. Jambo hilo akilifanya kwa kusahau, kama ni kula, anaambiwa aendelee na funga yake. Aendelee na funga yake kwa sababu amekula au amekunywa kwa kusahau. Kwa hiyo Mtume Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba amekulisha Mola wako na amekunywesha Mola wako. Acha tuje tena tupate pumzi kidogo. Naam, tunaendelea kwa kuifahamu, kwa kuionyesha kwamba haya ni mambo ambayo yanaharibu saumu na hukumu zake. Kwamba aliyesahau, aliyefanya jambo haya kwa kusahau, ajue kwamba ndani yake saumu yake imevunjika. Lakini kwa kusahau kwake, la, aliyekula kwa kusahau au akanywa kwa kusahau, huyu funga yake inakubaliwa, aendelee na funga yake, kwa sababu aliyemlisha ni Mwenyezi Mungu au aliyemnywesha ni Mwenyezi Mungu. Isipokuwa jambo tu la kuweka makini sana au la kujua sana ni kwamba asiendelee kula. Alikuwa amejikuta ameweka labda tonge 2-3, la 4 akakumbuka la 4 liko mdomoni. Akikumbuka kwamba tonge lake alikuwa na tonge mdomoni la 4, amemeza 3, akakuta tonge la 4, akakumbuka kwamba yuko anakula na amefunga ndani ya Ramadhani. Anatakiwa aachie hapa, kama tonge liko ndani ya mdomoni kwake aliteme, rudisha tema kabisa, endelea na funga.
na saumu yako inakubaliwa. Hayo yote ni usamehevu wa Mwenyezi Mungu na kutakia wema waja wake, kwa sababu anawajua alimewaumba kahali ya kuwa ni madhaifu kiasi fulani. Kwa hiyo tumeyaona hayo yanayoingia na yanayotoka nje. Sasa kuna mengine hatujui yatoka nje au yatoka ndani au ni kiasi gani. Mtu kuondokewa na akili amefunga. Mtu kuondokewa na akili akiwa amefunga mchana wa Ramadhani, akajikuta ameshaondokewa na akili, ina maana huyu mtu funga yake imeshaharibika mpaka atakaporudi na akili yake itakaporudi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu haweki amri zake kwa watu ambao hawana akili. Kwa hiyo kutokuwa na akili au kuondokewa na akili timamu inampelekea huyu aliyeondokewa na akili kuwa funga yake imeshabadilika, yani imeshaharibika kutokana na kutokwa kwa akili kwake. Sasa na hii ina aina mbili. Kuna kuondokewa na akili na huyu mwanadamu aliyeondokewa na akili hana lolote kwake, yani hajafanya chochote ili aondokewe na akili, si sababu yake, basi ni maradhi tu amekuja akaumwa, ni maradhi tu yamekuja akaondokewa na akili. Wayadhu billah, Mwenyezi Mungu atuepushe mbali. Huyu mtu atakuwa ameshaharibikiwa na funga yake. Kwa hiyo funga yake inakuwa haifai kwa sababu hana akili. Anasimama, yani kutokwa na akili inampelekea kuwa funga yake imeharibika. Lakini si yeye sababu. Atakaporudiwa na akili, akirudiwa na akili siku ipo, yani baada naendelea, labda ameondokewa na akili saa 10, saa 11, yani kabla jua halijazama. Baada kidogo, baada ya kuondokewa na akili kaja kurudi, kuna kosa dakika 15, anaendelea na funga dakika hizo au saa hiyo. Je, saumu yangu itakubaliwa? La, saumu haikubaliwi, imeshavunjika, imeshaharibika wakati alipotokewa na akili imetoka. Yani pindi ametokewa na akili, saumu imeondoka, haipo tena. Je, mbona akili imekuja sasa ukasema kwamba aendelee? Ndiyo, aendelee kwa kuonyesha umuhimu wa funga, na atapata thawabu za wakati huo kwa sababu anachokitekeleza ni yeye. Kwa hiyo tulikuwa bado kidogo kwenye mapumziko. Ni kwamba mambo yanayoharibu saumu au funga ya mtu ni hayo ambayo tumeyazingatia. Yani nimesema tulikuwa tukizungumzia kwamba njia ambazo jambo laweza likatokea. Mtu kutokwa na akili, kuondokewa na akili, inasababisha funga lake kuharibika, na itatakimtakia atalipa funga hiyo.
Na tulisema kwamba akiondokewa na akili labda saa 8, akaja rudiwa na akili akifika yani inakosa dakika 5 tu jua lizame, au dakika 10 au saa 1, anaambiwa afunge, atimize siku yake. Lakini atafanya nini? Atailipa, kwa sababu saumu imeharibika kutokana na kutokwa na akili. Sasa kwa nini aendelee na funga? Ni kwamba atazipata hizi thawabu za dakika 5 alizofunga, saa zima alivyofunga, kutokana na pindi aliporudiwa na akili. Atapata thawabu hizo, lakini hatopata siku hiyo, kwa sababu ndani ya siku hiyo, katikati ya siku hiyo, ameondokewa na akili. Na kuondokewa na akili ni moja katika mambo ambayo yanaharibu saumu ya mwanadamu. Ndivyo ilivyo dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa Muislamu hufuata mwenendo wa dini. Jambo la 6 katika mambo ambayo yanaharibu saumu ya mtu, aridda wa'iyadhu billah, mtu kutoka ndani ya Uislamu, imma kivitendo au kimaneno. Kwa sababu mtu anaweza hata fikra yenyewe, fikra anaweza kafikiria katika moyo wake, ndani ya moyo wake, wa'iyadhu billah, akasema mimi si Muislamu wala siipendi dini ya Uislamu. Akisema ndani yake tu, hajamwambia mtu, hii dini ya kumwamrisha mtu kufunga, nimeisha, yani naichukia mimi. Hilo akilifikiria ndani ya moyo wake, ameisha toka ndani ya Uislamu, wa'iyadhu billah. Sasa na funga yake inaharibika hapo hapo. Funga inaharibika hapo hapo anapofikiria. Au akitamka neno, anaweza katamka neno tu, ila akasema acheni na Uislamu wenu, mimi siupendi Uislamu, wa'iyadhu billah. Akisema hivyo, Mwenyezi Mungu atukinge na hilo. Akisema hilo, ametoka ndani ya Uislamu. Na akisha toka ndani ya Uislamu, basi funga yake hapo hapo imeharibika, hata thawabu hana. Ameziharibu zote thawabu zake alizokuwa amezichuma kwa siku au kwa miaka. Subhanallah. Ndugu zangu, tuwe makini sana, Mwenyezi Mungu atukinge. Kuna baadhi ya watu wanazungumza maneno, wanasema mambo, na ukiyatizama kweli unajihisi labda hawa watu wangekaa wakapata mafunzo. Sasa maneno yanamuondoa mtu ndani ya Uislamu. Kusema tu neno. Wewe unaona kwamba wakati ulikuwa unaingia Uislamu au wakati unakuwa Muislamu, unayatamka maneno tu. Sasa hayo maneno unayoyatamka yanakuweka kuwa Muislamu mzuri, ambaye akifanya vizuri atapendwa na Mwenyezi Mungu. Sasa hata akiyasema mabaya, Mwenyezi Mungu ambayo hayahitaji, hayapendi, atakuwa basi huyu mtu atachukua na Mwenyezi wa yadhu billah. Sasa haya maneno anayoyatamka ambayo yanamuondoa ndani ya Uislamu,
yanaharibu amali zake zote, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaabudiwa katika mambo matatu niliwaambia, au katika njia tatu nawaambia. Tumesema njia ya kwanza ni moyoni. Moyoni wa mwanadamu, fikra ile azma yake, ile nani yake ameiweka, inamsababisha aondoke ndani ya Uislamu, kusema kwamba la, mimi siupendi Uislamu. Ndani yake hajazungumza, hajamwambia mtu, hajatamka, lakini amenafanya nini? Ameazimia ndani ya moyo wake. Sasa huyu mtu atakuwa ameharibu Uislamu wake, ameharibu funga yake moja kwa moja, bali sio funga peke yake, na amali zake nzuri ameshaziharibu. Kwa nini? Kwa sababu ameritadi, ametoka ndani ya Uislamu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu, Mola wetu, atusamehe madhambi yote, akubali funga yetu, na atupe kuwa wenye funga ambayo funga na yukubali. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.